Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi wa nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ndugu zangu wanadua Online TV kokote mulipo pale duniani, leo biiznillah tutakwenda kuwafundisheni dawa ambayo ukiitumia kwa uwezo wake Allah atakujalia kwa yule mwenye homa hizi za milipuko. Unashangaa mtu kama mtoto ama mtu mkubwa, yeye ni homa tu, mara leo mengi mwili wake linauma huku, kachukua dawa amekula, mara leo tumbo, mara leo kichwa, yaani ni mtu ambaye mwenye homa zile za mara kwa mara, au marubutu, au mtu amefungika. Sawa, inawezekana wewe watu wamekufungika katika habari za mipango ya maisha, kwenye upande wa kazi au ndoa ama mambo mengine ya kimaisha yako. Unajua, mimi nilikuwa hivi, au mimi nikijaribu kufanya hiki, basi jambo hili linakuwa gumu kweli kweli. Sasa huyu unaitwa marbuti kama kwa lugha ya Kiarabu, Kiswahili, aliyefungikana. Sawa, aliyefungikana ya marbuti na mwenye ukidi ni vitu viwili, ni maneno mawili lakini ni jambo moja. Au masuhurun, mtu amefanywa sihiri katika mwili wake, amerogwa, amefanywa uchawi kwa aina yoyote, amefanywa ubaya kwa namna yote ambayo wewe unajua inakusumbua, basi hii ndio dawa ambayo nataka nenda kukuelekeze. Zala anhu ma yudhihi, basi kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu kupitia hizi dawa zitakuwa zenye kuondoshea kwa kile ambacho kinakwenda kukuhudhi au kinachokufanyia mitihani katika mwili wako. Nini hapa makusudi au muradi wa hili jambo ni nini? Inawezekana wewe ni mtu wa rukia, wewe ni mtu unafanyia watu masuala mbalimbali ya kheri, au unawatibu, unafanya hivi. Kwa hiyo hii dawa nataka nikuelekeze, ni dawa ambayo inakwenda inakwenda kusaidia kufanya majambo yako kwa wepesi. Inawezekana ukamwita mgonjwa ukamfanyia rukia, au mtu mwajini, mfano mahabale au majini yote ya kutupiwa, ukamfanyia rukia kwamba mimi naondoka siondoki mara hivi na vile, basi kupitia hizi dawa kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, basi jambo hilo litakuwa lenye kumalizika tena fayakun. Inawezekana wewe una vifungo mara kwa mara, mambo yako hayaendi, unalianza hili linakuwa linabadilika, linaenda hivi linaenda vile, basi kupitia hizi dawa kwa uwezo wake Allah jambo hilo litakwenda kumalizika. Au la, wewe basi ndio umerogwa, mwili wako una maradhi hapa na pale, unashangaa magonjwa, miguu na waka moto, au na mambo mengine tofauti kwa uwezo wake Allah, basi jambo litafanya. Sasa nachotakiwa wewe ufanye, utaandika hii tarasimu ambayo unaona hapo kama nilivyoandika mimi. Utaandika kwa makaratasi matatu. Sawa, utaandika katika makaratasi matatu tofauti. Kisha utakwenda kununua hiyo dawa ambayo inaitwa kwa Kiarabu fasuhu magharibi au fasiqu magharibi. Ni hicho fasuhu magharibi. Kienda dawa hii kwa sasa inaweza kupatikana Tanzania, lakini yale maduka makubwa kweli yanauza dawa za Kiarabu. Lakini haswa kama una ndugu anaishi miji ile mikubwa ya Kiarabu, kama Dubai, Oman, kule Saudi Arabia au Mombasa, zinapatikana hizi dawa. Lakini vile vile hii fasuhu magharibi au fasuhu magharibi yenyewe ni dawa nzuri kama unajifusha basi vifungo, uchawi na masuala mengine mbalimbali yanayokuhudhi au yanakuharibia katika mambo yako, itakwenda. Lakini ukitaka kuwa mujarrab sana, basi unaiandika hii tarasimu kama unavyoiona, kisha unaiweka punje, unasema wa'adhati kulli waraka. Utaweka kila neno karatasi moja qat'ati kipande fasuhu magharibi, kipande hicho cha dawa inaitwa fasuhu magharibi. Hii dawa inakuwa mara nyingi ipo katika namna mbili, moja inakuwa kama ni nyeusi, nyingine inakuwa kama ina rangi fulani ya damu ya mzee, sijui inaita maji ya kune ni. Kwa ni yoyote, lakini yoyote ukipata na dawa nzuri, unaweza ukakata kipande kidogo ukachanga ukaweka kwenye karatasi lako, unampa mgonjwa, anajifusha asubuhi, unamwacha, anaweza kumwambia ajifushe usiku katika masiku matatu tofauti, au hata kama anajifusha muda huo, atakaa baadaye hivi. Kama huyo ni jini au shetani, hawezi tena kurudi
katika huo mwili. Nimewaleteni dawa. Kwa mfano, watu wengi sasa hivi tuna mikosi, tuna watu tunasumbuliwa na mambo mbalimbali, tuna vifungo, na tumekuwa mtihani kweli kweli kupata njia ambayo itakuwa ni nyepesi na ikatusaidia kwa haraka. Nikaona nilitoe somo hili liende kutusaidia kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Insha Allah taala, kwa wewe ni mfuatiliaji wa Maadui Ibuka, nadhani utakuwa unajua kwa sasa ndani ya mwezi wa Ramadhani kuna ofa, kitabu kimoja unapata kwa shilingi 10,000 isipokuwa vitabu vitatu, ile jeshi na nio funguo ya Al-Badri, uchawa moja pamoja na uchawa panya, lakini vitabu vingine unaweza kupata kwa bei ya 10,000 tu kwa bei ya Tanzania. Inshallah ukona pale kwa duniani tunaweza tukawasiliana, lakini una swali, ushauri na maoni, una mitihani mbalimbali, unaweza tukawasiliana tukaweza kusaidiana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.